Usikose burudani kibao. Pakua PMTV Extra kupitia Play Store au tembelea tovuti yetu pmtvextra.co.tz. PMTV Extra, tuko kiburudani zaidi. Watu wengi walioshiriki kutuingiza kwenye mikenge ya migogoro ya ardhi ni wenye viti wa serikali za mitaa, na ambao maeneo mengi wamekuwa ni wezi, wamekuwa ni walaghai, wala rushwa, kiasi kwamba wamepoka mali nyingi za walala hoi, wanyonge na watu ambao wametafuta fedha kwa shida katika taifa. Lakini wenye viti hawa tunapokabidhi jukumu la kuwa walinzi wa mitaa yao, ni pamoja na kufahamu kwa dhati kwamba mali hii ni ya nani, kwa sababu kwa sheria unaapa kulinda mali na maisha ya watu. Kwa hiyo kwenye eneo hili hapa tulilopo hapa leo, hata kama tungeweza kujieleza vizuri kwa namna gani, mkuu wa mkoa peke yake hana mamlaka kuthibitisha kuwa eneo hili ni la kwako. Eneo kuwa la kwako, mimi kwangu nitathibitisha kutumia nyaraka na ushahidi, na pale ambapo tutashindwa kuelewana, lazima chombo cha mahakama ambacho ndicho chombo sahihi cha kutafsiri kinachoitwa haki kitasimama katikati ili kumpa haki anayestahili. Sasa hatari yake ni moja. Hatari yake ni moja. Kama ikitokea NSSF wamefeli, maana yake mimi mkuu wa mkoa nasimamia wewe mwananchi upate haki yako. Kama itatokea wewe umefeli, maana yake mimi nasimamia kwa NSSF apate haki yake. Kwa hiyo tunapokuja kutatua migogoro, kuna hatari kubwa mbili. Naweza nikanyoka kwa sheria moja kwa moja ikamlaza mwananchi niye mkusudia. Naweza nikanyosha sheria moja kwa moja ikamlaza NSSF niliyemtarajia. Kwa hiyo tunapotatua migogoro hii, tufahamu kwa dhati kwamba mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya wapo katikati ya mwananchi anayelalamika na NSSF anayelalamikiwa. Kama NSSF na nyaraka zake zote akaniambia mkuu wa mkoa, mimi naomba niende mahakamani, maana yake siku atakayoambiwa mahakamani kesi hiyo umeshinda, ni siku hiyo hiyo nyumba zote zitadondoka, kwa sababu hakutakuwa na chombo kingine kilicho juu ya mahakama kupinga tena, unless otherwise mahakama itapingana juu ya mahakama nyingine, kama ni mahakama ya mwanzo, mahakama ya wilaya, mahakama mkoa, mahakama kuu, mahakama rufaa. Sasa ukweli na uongo wa mambo haya mwananchi unaujua vizuri sana, NSSF anaujua vizuri sana. Ni kama vile wewe nyumbani ukigombana na mwanao au ukigombana na mmeo au na mkeo, mnaweza mkaenda kujieleza vizuri sana kwa watu, lakini kumbe mnadanganya. Lakini Mungu wa mbinguni akasema wewe unajua vizuri sana kwenye nafsi yako kuhusu mgogoro huo. Kwa hiyo hapa, ndugu zangu wananchi, tumekuja hapa moja, nije niwaeleze jambo moja, kwamba kama ninyi wananchi kwa mioyo yenu na kwa haki yenu, kwa kipindi ambacho mmeachwa huru, mmegundua kwamba ninyi inawezekana mlikosea kwa kukoseshwa ama na mwenyekiti ama na wenye viti ama na mtu yoyote mbele ya ardhi hii, ni kusema nimekosa mimi. Na kama NSSF anafahamu kwamba anachokifanya ni wizi wa mali ya Mtanzania mbele ya ardhi hii, ni kusema nimekosa mimi. Kwa sababu tukiendelea kubishana, halafu mimi nikajiweka kando kwamba mahakama ya Tanzania itafsiri haki, sitasimama tena kufuta machozi ya mtu yoyote. Nafikiri hapa tunaelewana kidogo. Kwa hiyo kama ninyi wa Tanzania
Mimi hapa ni mkuu wa mkoa. Nyumba yangu ya kwanza kabisa niliyojenga mahali fulani, nilijenga kwenye eneo bila kujua kwamba ni eneo la makaburi. Mwenyekiti aliyeuza yupo, na hata juzi alikuwa ananiomba hela. Mtendaji aliyesimamia yupo, na hata juzi alikuwa ananiomba ni mwajiri mtoto wake. Lakini ile nyumba pale, mimi na wenzangu wengine karibu 10 au 15, kwa mujibu wa ramani na vipimo vya haki, bila kwenda mahakamani, tumeuziwa maeneo ya makaburi. Sasa jiulize, mimi niko hai wala sijui, mwenyekiti wangu amesaini, nimeuziwa kwenye eneo la makaburi. Maana yake ukikaa vizuri ukatafakari, unaweza kuhisi kwamba mwenyekiti huyu alinijua mimi na karibia kufa, akanipa eneo la makaburi ili kama nakufa nisizikwe mbali na nizikwe kwenye eneo langu. Niliingia ndani nikatafakari sana, na wakati huo nimeshakuwa mkuu wa mkoa tena wa Mbeya. Bunduki ninayo, mapanga ninayo, akili ninazo, mbio ninazo, na hata vurugu za kupiga ngumi ninazo. Nikasema hapana, lazima nitumie busara. Ni makosa ya huyu mwenyekiti, nimeshakula hasara. Yule mtu mmoja amesema, mimi kwa kuwa nilikuwa mkuu wa mkoa, nikasema anyway nimekula hasara. Je, mwananchi mwingine ambaye naye alidanganywa kama mimi na hana kipato? Mtihani unaanzia hapo. Lakini mkuu wa mkoa huo alisema naomba msiwabomolee, ila kama maeneo ya kuzikia yatakuwa yamejaa, basi nyumba iliyo karibu kabisa na makaburi itaanza kubomolewa kwa ajili ya kuzika watu. Na mimi nikasema jamani, kwa ukumbusho wangu wa nyumba hii nimekubali kwamba iko kwenye makaburi, msibomoe, ili mimi mwenyewe nikifa nije niziko kwenye nyumba hii. Kwani mimi nikiziko huko mstaani ni eneo la makaburi? Wakasema mkuu wa mkoa, tunakuelewa, lakini kwenye eneo hilo ni kubwa mno, itabidi wazikwe na wengine. Kwa hiyo mimi nikakubali kwamba niliuziwa kwenye eneo hilo, wacha nyumba hizo sasa ziondoke, ili maeneo haya yaweze kuwa kwa ajili ya matumizi ya umma. Hapa Kigamboni nawafahamu maofisa wa jeshi la kujenga, maofisa wa jeshi la wananchi waliuziwa kwenye maeneo yanaitwa Kijaka, kule Kijaka, maeneo ya serikali ya kambi la moja la jeshi. Mgogoro umekwenda, lakini wale jamaa nao wakaja ofisini wakaniambia anyway, tumegundua kwamba tulipigwa changaramacho. Sasa na nyinyi ndugu zangu wananchi, pamoja na NSSF ambao wako hapa, mimi kuwa mtumishi wa serikali haimaanishi niko na NSSF, au mimi kuwa mtumishi wa serikali haimaanishi kuwa niko na wananchi. Mimi sipo na mwananchi wala sipo na NSSF, nipo na sheria. Sheria nikitafsiri vizuri, nitamuita mtu wa ardhi. Kwanza nitasema naombeni wiki moja tupite na nyinyi wananchi wote tukague kuhusu umiliki wa ardhi. Woga wangu wa kwanza utasema hivi, why if ikatokea kwamba eneo ambalo ulidhani sio la NSSF likawa la NSSF, je, utaondoka kwa hiari au utasubiri tubomoe? Au why if eneo ulilodhani ni la mwananchi, eneo ambalo ulidhani ni la kwako NSSF, halafu kumbe ni la mwananchi na umejenga magorofa, je, utakubali nibomoe au utakataa? Sasa namna kutatua mgogoro huu tunaamua wenyewe, kwamba mkuu wa mkoa, punguza maneno, weka sheria mezani, tutafsiri kwa pamoja. Wanaosema tutumie sheria hizi kutafsiri, nyosha mkono. Wanaosema mkuu wa mkoa, shika katiba, ruhusu kila mmoja aende mahakamani, mahakama ikaamue, kitakachoamuliwa pande zote mbili tutakuwa pamoja, nyosha mkono hivi, punga kwa amani. Wanaosema mkuu wa mkoa, kwa kuwa wewe ni baba,
Hebu ona namna kutumia busara kwenye mambo haya. Hebu nyoosha mkono. Jamhuri ya Muungano, kazi endelee. Kuna kitu kimoja nimeanza kufurahi juu yenu, mjipigie makofi bila hata kujua. Wanasema mtu mzima ukiwa umevaa sketi, upepo mkali ukapita, usiendelee kutembea, chutama. Kwa sababu kikakatwa kukuta ni kitu tofauti. Lakini pia ndugu zangu wa NSSF na ndugu zangu wananchi, kwenye migogoro hii mahali pengi nimejifunza. Mgogoro huu umenikuta Mabwepande, mgogoro huu umenikuta Kinondo, mgogoro huu umenikuta maeneo mengi, na muda huu ninapozungumza kuna maeneo ya Chasimba kwenye kiwanda cha Wazo kile cha Twiga kile, maeneo mwenye hati anaitwa Twiga Cement. Wananchi nao wamekwenda huku, wameingilia huku, wanashtakiana. Nadhani pengine wiki lijalo hilo napo panaweza kuwa na kivumbi pale. Kwa nikitoka hapa manake kesho au leo, kesho kutwa huko na kwenda kule pia nikawe na maswali ya namna hii.